Na mambo vipi mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV, natumaini kwamba popote ulipo wewe ni mzima wa afya kabisa, na pia naamini kwamba unaendelea kutupata muda kwa muda, saa kwa saa, usiku kwa usiku, mchana kwa mchana, kwa saa zote zile ambazo unaweza ambazo unatupata, kwa wale ambao wako Amerika, kwa wale ambao wako Australia, kwa wale ambao wako Canada, na kwa wale ambao wako katika Afrika wanatufuata kabisa kupitia chaneli yetu ya Global Vibes TV. Na kama wewe ni wa kwanza kuweza kufuatilia video zetu za Global Vibes TV, bonyeza alama ya subscribe, alafu kutakuja alama ya kengele, bonyeza hapo kwa ajili ya kupata video zetu nyingi, na pia usikose kushare, kulike na kucomment video zetu, uwe wa kwanza kupata video zetu mara kwa mara. Hii tunawaleteeni hapa ni maeneo ya Minembwe, ambako ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika teritori ya Fizi. Huko ni maeneo ya Minembwe ambako kumezuka vita vingi ambavyo vimeupuka katika siku hizi za nyuma ambazo tumeziacha hapa. Katika wiki hii ulikuwa vita vingi sana ambavyo vimeweza kupiganwa huko kati ya wazalendo na Ngomino Twirwaneho. Hao ndio ambao wameweza kuzuka huko. Mpenzi mtazamaji, watu hao wameweza kukimbia makazi yao na kuelekea mahali ambapo kunaweza kuwa usalama wao, lakini ifahamike kuwa hadi mpaka sasa hali imebadilika, ikuwa vizuri. Sio tena hali ya vita, kwa sababu wenyewe wamesema kuwa vita vimeshasitishwa na watu wanaendelea kufanya kazi zao, lakini kitu ambacho kinachowasumbua ni kukosa chumvi, kukosa mafuta, kukosa pia na chakula ambacho kwa hususani samaki za kukaushwa, hususani na unga wa miogo na mambo mengine kadha wa kadha yanayohitajika huko, ndio ambayo inawasumbua, wakililia serikali ya Kongo ipate kuwasaidia watu hawa ambao ni wahanga wa vita, ambao wa kabila la Wanyamulenge. Watu hawa watazama wana mattress zao katika vichwa, wakitafuta mahali ambapo watakuwa na usalama wa kuweza kukimbia na kuweka mahifadhi yao, hususani watoto na mifugo yao ambao wakikuwa nayo, ambayo ni ng'ombe na mbuzi. Hawa ndio wa kabila la Wanyamulenge wanaopatikana katika kijiji cha Minembwe. Pia wamesema kuwa kuna wengine wao ambao waliweza kukimbia maeneo ya Mikenge na kujielekeza mahali ambapo wanaweza kuona kuwa kuna usalama. Ndio hali ambayo inakuwa huku tete, ambayo inasumbua huku, hususani usikose kujua ya kwamba hata pia katika maeneo ya mashariki ambako ni Bukavu, hadi mpaka sasa hali ni tete, bado M23 wanazidi kutawala kimabavu na kuweza kumiza watu kabisa. Hiyo ndio ambayo inayopitia huko. Mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV, upate kufuatilia video zetu hizi mwanzo mpaka mwisho hadi mpaka tamati katika video hii, na uwe wa kwanza kupata kuona video zetu usiku kwa siku. Asante sana mpenzi mtazamaji, nikiamini ya kwamba utaweza kutoa maoni yako na utaweza kuacha comment katika hili la hawa jamaa ambao linawakumba, kwa sababu wanateseka mno. Hata pia katika maeneo ya Bokoboko pia kumeweza kurindima risasi nyingi sana ambazo zimeweza kuwaweka katika hali ya wasiwasi, lakini mpaka sasa hali inaendelea kuwa salama. Na pia naamini ya kwamba baadhi ya watu ambao walikuwa wakikimbia maeneo yao wanaanza kurudia mpaka sasa. Ifahamishwe kuwa vita hivi bado vimeshakuwa vya muda mrefu, takriban miaka 30 tangu mwaka 1900 na 96. Kabisa, hizi iko Minembwe Centre. Tuliwahi kuwa mafunzo juma jana, lakini kwa leo juma juzi tuseme, kwa leo ni sawa. Hapa Minembwe kuko raia wote wa makabila zote pamoja na Twirwaneho. Mazingira ambapo maisha ni vigumu erzimake hindi inaanza komala, chakula iko vingine vyenye hadiko hawezi wapata hapa Minembwe. Kabuna sawa, sukari ni magumu zaidi, sabuni ya vitu. Hapa Minembwe watu wote wiko pamoja, siyaona shida kusema makabila, hapana kabisa. Hapa family tulifanya ile wanaita travaux communautaire, watu wote walikuwa basi Bafero wenye niko hapa Barega, kabila zote walifanya salongo hapa ni Minembwe, na kuona kwamba wote wanakuwa umoja.